anashid. Watu wanapata hamasa mpaka wanaingia katika hayo makundi ya kihizbi ala mutaba'atihim. Asema fahiya shi'arun imma lisufiyya wa imma lilhizbiyyin. Anashid ni alama, imma ni alama za masufi au ni alama za mahizbi, watu wenye makundi, ima makundi ya siasa au makundi wanauza vikundi vyao. Sasa ili wawapate watu katika yale makundi yao, kuna nyimbo fulani hivi wanazitunga hivyo. Asema Sheikh Fauzani huyu asema anashid ni nyimbo. Huyu ni mwanachuoni wa kwanza. Mpaka kueleweke kuwa hii ndio sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajibu kuifuata, na hii ni batil, wajibu kujiepusha nayo. Wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilul mujrimin. Huyu bwana huko nyuma huko alishawahi kusema maneno haya, msikilizeni. Kiimba anashid, kasida, samai, kosa lake uzito wake mwanamume ni kujifananisha na nani? Mwanamke. Kiimba anashid, kasida, samai, kosa lake uzito wake mwanamume ni kujifananisha na nani? Mwanamke. Mmemsikia alivyozungumza, anasema kuimba hizo anashidi hizo, kuimba sijui kasida sijui nini, zote hizo ni kosa na ni kujifananisha na mwanamke. Naam, kwa sababu sheria yetu ya Kiislamu imehukumu ya kwamba masala ya kuimba kwa kuregeza sauti, hili ni jambo wanalofanya wanawake na watoto wadogo, au kupiga matari, kupiga madufu, hiyo ni jambo katika Uislamu wanafanya mwanamke na watoto wadogo. Kwa hivyo akija mwanamume akiimba akaregezea sauti hapa au akapiga matari, huyo mtu katika sheria ya Kiislamu anaitwa mukhannith, baradhuli, ndio sheria. Na imekuja katika athar sahihi kabisa, la'ana Allahu al-mukhannithin au la'ana Rasulullah au kama qala au kama jaa fi al-athar, Allah amewalaani makhanithi nani? Wanaume wenye kujifananisha na wanawake. Katika riwaya la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa, Allah amewalaani wanaume wenye kujifananisha na wanawake. Kuimba ni mambo ya kike. Huu ni msimamo nilisema na leo nasema tena. Haya, watakaje wewe? Tena nimekukatia maelezo kidogo tu hapa. Amezungumza mengi huyu. Sio nimezungumza, nitaendelea kuzungumza biidhnillah, kwa sababu vitabu viko na mimi nikizungumza kwa vitabu. Wanaume kujifananisha na wanawake kwa mambo yanayowahusu wanawake ni ubaradhuli. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio zimesema hivyo. Huu ni msimamo wangu, sijawahi kubadilisha wala sifikiri kubadilisha biidhnillah alkarim, kwa sababu hakuna hoja upande wa pili, ni maneno tu. Balbala huyu kashika hapa, lete hoja zako, lete hadithi zako, lete vitabu vyako vinavyoruhusu mwanamume kuimba na kupiga dufu. Lete vitabu vyako ili usiingie katika ubaradhuli. Huna vitabu, huna hadithi, ubaradhuli unakuandama. Nilisema na leo nasema tena, huu ndo msimamo wangu. Watakaje wewe? Alizungumza mambo mengi, kuimba nashidi ni mambo ya baradhuli hivi na hivi, amezungumza mambo mengi. Sasa ukisikiliza hii clip aliyorekodi Al-Hajar TV, kwenye TV ya Al-Hajar, ukisikiliza nyuma yake, hii clip nyuma yake kuna imba nashidi ya Ramadhani. Sasa mimi nilidhani utakuja utawaambia watu sasa hivi Muhammad yeye mwenyewe anaimba. Nilifikiri hivyo ili niwe baradhuli. Kumbe clip imetengenezwa, aliyotengeneza clip sio mimi. Mimi nimezungumza mazungumzo, nimerekodiwa mazungumzo, hakuna anashidi. Watu wanachukua clip wakafanya wanavyotaka wao, na wao wanajua kwamba mimi msimamo wangu ni haramu. Hili jambo mimi sina mamlaka ya kulazimisha usifanye hivi. Mimi nishakwambia al-akh, hii ni jambo mimi silikubali. Hili jambo ni haram katika sheria ya Kiislamu. Unafanya hivi, dhambi utabeba wewe, sio mimi. Mimi sio siki. Hii unafanya wewe kama wewe. Sasa mimi nilifikiri utakuja uambie watu kwamba Muhammad anaimba nashid. Hapo ingekuwa mimi nafanya kosa. Lakini ikiwa mimi kama hapa nazungumza sasa hivi, kisha mtu hii video yangu hii aichukue atie anashid kwa mbali kwa nyuma hivi, ikisha hoja unalaumu mimi, mimi nahusika vipi katika hilo jambo?
Yani mimi nimefanya nini mpaka ikionyesha anashid ni haramu, wala usizunguke ukienda huku ukienda huku, ni haramu, hazifai katika Uislamu. Na ni msimamo wangu na usema popote huko, na usema nikiwa ndani ya Al-Hajar, nikiwa nje Al-Hajar, nikiwa hivi Al-Hajar wenyewe wanapenda anashid, hiyo ni yao, mimi hainihusu anashid, haramu kwa msimamo wangu mimi. Sasa lile kosa alilolisema kwamba ni kosa kubwa, ni kujifananisha na mwanamke, ni kosa, alizungumza maneno mengi sana, kuponda nashid ni kosa. Leo yeye yupo kwenye video ambayo nyuma yake ina nashid, anatangazia bid'a na nyuma yake kuna nashid ambayo huko nyuma alishasema ni ubaradhuli, ni kujifananisha na wanawake, ni mambo ya upuuzi, si mambo ya kiume, ni kosa kubwa. Ni hivyo mpaka leo, si huko nyuma, ni hivyo mpaka leo, hivyo unavyosema hivyo, ni hivyo mpaka leo. Haya, tujalie, tunampa udhuru tujalie yeye alienda kurekodi ndo haijawekwa, ilipoeditiwa ndo ikaingizwa ile sauti. Ewa, kumbe kidogo akili zimetulizana. Ni hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mimi nimerekodi mbali, watu wakaedit mbali. Haya, wasemaje wewe? Ya nashid. Sasa hivi ameshaona, si ameona baada ya kwamba imeshaeditiwa na imeshawekwa kwenye TV yao, si ameshaona? Kwa nini sasa asiradi? Haya, pengine unahitaji wewe radi ifanyike hadharani, na ni kweli ni wajibu, jambo la hadharani linafanywa hadharani, haina shida. Mimi husema kila siku uko yanakofanya hayo mambo, bwana wewe, ile jambo ni haramu, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye anafanya. Lakini pengine unahisi kwamba labda kwa sababu Al-Hajar mimi natumika kurekodi vipindi au kwenye Al-Hajar video zangu zinatumwa, pengine unafikiria kwamba ndio siwezi kusema kwa sababu yuko pale, hawezi kusema haki. Haki inasema wakati wote. Haifai kuzieneza anashid, haifai kuimba anashid. Haya mambo ni mambo ya haramu, na watu wamche Mola wao subhanahu wa ta'ala. Anayetaka kuendelea aendelee mwenyewe. Haya mambo yakifanyika ndani ya kituo ambacho mimi niko, yakifanyika nje hapo, jambo litabaki kuwa haramu pale pale, haliwi halali, kwa sababu eti watu wa Al-Hajar wametia kwenye video yangu ndio lishakuwa halali. Jambo ni haramu vile vile, wala usishughulishe watu, wala usitake kulikuza jambo, ni haramu vile vile. Huu ni msimamo wangu mimi, sio takaradi wewe. Haya, ndivyo shida kwa. Kwa nini asiwaambie wale kwamba mbona mmefanya haramu, mmeweka haramu? Kuambiwa wanaambiwa, sema mimi sijasikia akiwaambia. Haya leo sikia kwamba hiyo ni haramu wanayofanya. Kwenye video yangu mbona mmeweka ule upuuzi ambao nilishawahi kuzungumza kwenye video yangu? Mbona huwaradi Muhammad? Mbona huwaradi? Sema wewe husikii, sema mimi sisikii ukiwaradi, sema hivyo sisikii. Lakini ile jambo lipo na ni jambo linajulikana, na insha Allah pengine kupitia video hii inaweza ikawa ni mafunzo makubwa yatapatikana. Hazitotiwa tena anashidi kwenye video yangu, lakini mimi husema kila kukicha anashidi hizo ni haramu hizo, lakini wanaotengeneza ni wengine, sio mimi na rekodi. Mimi nakwenda nafanya da'wa naondoka. Anashid, watu wanapata hamasa mpaka wanaingia katika hayo makundi ya kihizbi. Ala mutaba'atihim, asema fahia shi'arun imma lisufiyya wa imma lilhizbiyyin. Anashid ni alama, imma ni alama za masufi au ni alama za mahizbi, watu wenye makundi, ima makundi ya siasa au makundi wanauza vikundi vyao. Sasa ili wawapate watu katika yale makundi yao, kuna nyimbo fulani hivi wanazitunga hivyo. Asema Sheikh Fauzani huyu, asema anashid ni nyimbo. Huyu ni mwanachuoni wa kwanza. Makusudio ya hizi anashid ni nini? Ni kuleta ujumbe katika jamii au ni kuburudisha watu? Jawabu liko wazi kabisa, ni kuburudisha watu. Hakukuwa na album wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, wala hakukuwa na video clip wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Haya mashairi haya hayajaanza na mbona hivyo tena? Si wewe lengo lako kufanya da'wa watu wakusikie? Hebu kikate hichi kipande. Hii ni da'wa gani? Mimi nipate nini? Si wataka mimi niburudike? Sikia mwanamume huyo, mwanamume kaanza huyo, ndio manake niburudike.
Hii maneno haya tuliyoyataja kuwa Ibilisi amebadilisha, kwa vile watu sasa hivi hawataki kusikiliza miziki, tutafanyeje? Akawatengenezea nyimbo ambazo hazina miziki, lakini lengo lirudi pale pale. Kama anavyoburudika yule, na wewe waburudika vile vile, tayari mshakaa katika lengo moja. Hichi ni kitabu Talbis Iblis, Ibnul Jauzi. Miaka hiyo azungu, wallahi huyu angelikuwepo kwenye miaka hii ya korona tena hivyo hii, subhanallah. Nani huyu? Al-anashidu al-islamia. La, usituchafulie dini ya Kiislamu, haina hivi dini ya Kiislamu. Wanavyoni hawa tutakosoma nao wangelikuwepo zama hizi, wangechereza fimbo kiasi kikubwa sana kwenye misikiti yetu. Wallahi billahi tallahi, wanaoimba anashiri kwa mtindo huu, wavute tu picha, ajiulize swali, hivi kweli mengekuwepo katika zama za Mtume ndo ningeanza hivyo? Ungeanza hivyo au wakichaguliwa watu maalumu wenye visauti vizuri vizuri vinavyofitini, sauti zinazosababisha fitna kwa wanawake na wanaume. Shekhe anasema atakayeimba anashiri kwa mtindo huo, au udiyat ala naghamati alaghani alhabita, au zikaimbwa kama inavyoimbwa yale majimbo ya haramu, yani muundo ule ule, hakuna tofauti yoyote na zile video clip zinazotolewa kama wanavyotoa wale wahuni, ndiyo video clip kama zinavyotolewa na hawa. Anasema fa innahu la yajuzu alistima'u ilaiha, hapo sasa haitojuzu tena kusikiliza hizo anashidi. Huyu mwanachuoni anaeleza hapa, anashidi mwanzo zilianza vizuri, mwanzo tulikuwa tunatoa mashairi tu, sasa zikaenda zikabadilika. Maelezo haya kwa wasomi yanapatikana kwenye kitabu As-Sahwatul Islamiyya cha Ibn Uthaymeen, ukurasa nambari 188. Anashid, watu wanapata hamasa mpaka wanaingia katika hayo makundi ya kihizbi ala mutaba'atihim. Asema fahiya shi'arun imma lisufiyya wa imma lilhizbiyyin. Anashid ni alama, imma ni alama za masufi au ni alama za mahizbi, watu wenye makundi, ima makundi ya siasa au makundi wanauza vikundi vyao. Sasa ili wawapate watu katika yale makundi yao, kuna nyimbo fulani hivi wanazitunga hivyo. Asema Sheikh Fauzani huyu, asema anashidi ni nyimbo. Huyu ni mwanachuoni wa kwanza. Subulus Salam juzuu ya 4 ukurasa nambari 127 mpaka 128. Al-Imamu Sanaani anasema, ili tuelewane maana ya neno khanithi ni nini, asema wal mukhannithu, ukisikia huyu mtu anaitwa huyu khanithi, huyu maana yake al mukhannithu min ar-rijal al muradu bihi, makusudio yake man tashabbaha bin nisa'i, ni yule anayejifananiza na wanawake, fi harakatihi, katika vitendo vyake, wa kalamihi, na katika maneno yake, wa ghairi dhalika, na mengineyo, min al-umuri al-mukhtassa bin nisa'i, katika mambo yanayohusika na wanawake. Na katika mambo yanayohusika na wanawake ni huko kuimba. Ningearuka haya maneno, hii maudhui yote ingelikuwa haina utamu. Haya maneno muhimu. Asema mpaka anafanana na mwanamke filini wal kalami, katika ule ulaini na maneno, wanadhari, na katika kuangalia kijana jike hivi, urembusha macho, kaza macho mwanamume. Ala, utaregeza vipi macho? Muangalie mtu mpaka elewe, sio unanitizama mpaka nisiwanitongoza nini, usinitizame hivyo. Mtizame kijana dume mpaka nielewe. Asema kisha ataja wanaghmati, hapa pahala muhimu. Anaghmati maanake ni kuregeza sauti kwenye mashairi. Unaelewa? Yani mtu anatoa mashairi alafu akabana pua. Mwanamume habani pua. Habani pua mwanamume. Usitubanie pua. Soma mashairi tuelewe. Kisha akasema alwajhul khamis, sampuli ya 5 ya madhara ya hili jambo. Uko nyuma kishataja sampuli 4. Sampuli ya 5 tashbihu rijali bin nisa'i. Sampuli ya 5 ukiimba anashid, kasida, samai, kosa lake, uzito wake mwanamume ni kujifananisha na nani? Mwanamke. Sikiza vizuri, asema fa innal mughani, hakika wenye kuimba, kana salafu, walikuwa wema waliotangulia, yusammunahum makhanitha, wakiwaita hawa ni makhanithi. Ibn Taymiyyah huyu rahimahullah ta'ala asema
lianna alghinaa, hapa ndo pakamate, kwa sababu kuimba nyimbo min amalin nisai, ni katika matendo ya nani? Ni katika matendo ya wanawake. Anashid, watu wanapata hamasa mpaka wanaingia katika hayo makundi ya kihizbi ala mutaba'atihim. Asema fahia shi'arun imma lisufiyya wa imma lilhizbiyyin. Anashid ni alama, imma ni alama za masufi au ni alama za mahizbi, watu wenye makundi, ima makundi ya siasa au makundi wanauza vikundi vyao. Sasa ili wawapate watu katika yale makundi yao, kuna nyimbo fulani hivi wanazitunga hivyo. Asema Sheikh Fauzani huyu asema anashid ni nyimbo. Huyu ni mwanachuoni wa kwanza. Mpaka kueleweke kuwa hii ndio sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajibu kuifuata, na hii ni batil, wajibu kujiepusha nayo. Wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilul mujrimin.